Baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake, hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze uwanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Siku ya tarehe 3 tulishauri kwamba chama kiende kikasaini kanuni za maadili na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo ilikuwa inasainiwa tarehe 12 mwezi Aprili. Ushauri wetu tuliotoa chama hakikuzingatia hata kidogo, na ilipofika tarehe 12 hawakwenda kusaini. Lakini vile vile tunapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wa dini ambao wameona umuhimu wa kufanyika kwa reform, na wote wameunga mkono msimamo wetu wa G55 na ushauri wetu kwa chama. Hakuna kiongozi wa dini aliyesema kwamba tukazuie uchaguzi. Wote wamehimiza waumini wao kwamba waende wakashiriki uchaguzi, lakini uchaguzi uwe huru, haki na wa amani. Kwa hiyo mahubiri yote ya Pasaka hakuna mahali, na imeendana na tahadhari yetu tuliyotoa kwa chama kwamba tunaona hatari ya kupoteza kundi muhimu kama tukiendelea na msimamo kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi. Na viongozi wa dini wameungana na G55 kwamba wanaunga mkono reforms, lakini wanataka watu wakashiriki uchaguzi. Ndio msimamo wa mahubiri ambayo tumeyasikia siku zote mbili za Pasaka. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaendelea kukisisitiza chama, japo milango sasa wameshajifungia nje.
Sasa hivi sio kuzuia tena uchaguzi, bali baada ya kutokusaini, maana yake tumesusia uchaguzi. Labda patokee muujiza ili chama kiweze kushiriki uchaguzi, kwa sababu tume imeshaweka wazi. Mwenyekiti wa tume ameshasema kwamba kama Chadema wanafikiri wanatafsiri tofauti, waende mahakamani. Mwenyekiti wa tume ni jaji, anafahamu anachokisema. Ukisoma sheria za uchaguzi, kama una malalamiko na mchakato wa uchaguzi, sheria inasema utapaswa kwenda mahakamani baada ya uchaguzi.